Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Juni 2 siku ya Jumanne asubuhi, tutangazia habari kubwa za kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Inaanza na habari kubwa inayosema Chadema msajili walivyopeana makavu Dar es Salaam. Chadema na msajili walivyopeana makavu Dar es Salaam. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 12 kwenye gazeti lako la Mwananchi. Na mapya tume ya Jaji Lila. Mapya tume ya Jaji Lila, mahakama ya amuru wajumbe watangazwe gazetini kwa kushindwa kufika mahakamani jana. Ni shauri lililofunguliwa kupinga tume hiyo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi, inasema mapya tume ya Jaji Lila. Habari inaendelea ukurasa wa 6 kwenye gazeti lako la Mwananchi. Na vuguvugu la mgomo wa madereva wa malori. Vuguvugu la mgomo wa madereva wa maroli na ingizo jipya kidato cha 5 na ufundi. Safari ya Mususa ilivyoacha alama, wadau wamlilia. Hiyo ni habari inayopatikana kwenye gazeti lako ukurasa wa 4. Ni safari ya Mususa ilivyoacha alama, wadau wamlilia. Lakini kuna habari inayosema Baba Levo agusia faida ya upinzani imara na maridhiano. Baba Levo agusia faida ya upinzani imara, maridhiano imara. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la Mwananchi ni mapya tume ya Jaji Lila. Ni mapya tume ya Jaji Lila. Lakini tukichana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Uhuru. Linaanza na habari inayosema vikundi vya wanawake vya kopeshwa bilioni 136. Vikundi vya wanawake vya kopeshwa bilioni 136. Lakini afungwa miaka 30 kwa kumbaka mtoto Jalalani. Afungwa miaka 30 kwa kumbaka mtoto Jalalani. Na waziri awachana wapiga fitina kazini. Huyo ni waziri awachana wapiga fitina kazini. Na kiongozi awashukia viongozi wenye kiburi. Kiongozi awashukia viongozi wenye kiburi. Na matumizi ya simu janja, janga jipya ukatili kwa watoto. Matumizi ya simu janja, janga jipya ukatili kwa watoto. Lakini kuna habari inayosema 74 wachaguliwa elimu ya ujuzi 2026. Wauguzi wapona Ebola. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Lakini habari kubwa ni kiongozi awashukia viongozi wenye kiburi. Hiyo ndio habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Uhuru. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Zanzibar Leo lenye asubuhi ya leo linaanza na habari inayosema Dr. Dimwa ahimiza umoja CCM ikielekea kwenye uchaguzi. Huyo ni Dr. Dimwa ahimiza umoja wa Chama cha Mapinduzi CCM kuelekea kwenye uchaguzi. Lakini serikali kuimarisha mifumo ya kidigitali. Serikali kuimarisha mifumo ya kidigitali. Wenye viti wa bodi wahimizwa kusimamia uwajibikaji. Wenye viti wa bodi wahimiza kusimamia uwajibikaji. Lakini Ridhiwani akemea waajiri wanaobagua watumishi. Huyo ni Ridhiwani akemea waajiri wanaobagua watumishi. Na wawakilishi wataka ulinzi mkonga wa taifa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini kimataifa, mashambulizi vituo vya nyuklia hayakubaliki. EAE yasema mashambulizi vituo vya nyuklia hayakubaliki. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Majira lenye linaanza na habari inayosema ABMPM na umuhimu wake kiafya. Na Brela yapongezwa kwa kusaidia wafanyabiashara. Brela yapongezwa kwa kusaidia wafanyabiashara. Lakini kiongozi akagua mradi wa chujio wa bilioni 1.1. Na wanafunzi zaidi ya 246,000 wachaguliwa kidato cha 5. Wanafunzi zaidi ya 246,000 wachaguliwa kujiunga na kidato cha 5. Lakini kilio wananchi kibomolewa, wakibomolewa nyumba kata ya Kigombe. Kilio cha wananchi wakibomolewa nyumba kata ya Kigombe. Na Msigwa bwawa la Kidunda ni mradi wa kimkakati. Huyo ni Gelson Msigwa asema bwawa la Kidunda ni mradi wa kimkakati. Lakini kimataifa, Marekani yaishambulia tena Irani. Kimataifa, Marekani yaishambulia tena Irani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Lakini kwenye gazeti lako
la Habari Leo lenye linaandika ziara ya kihistoria ni Rais Samia Suluhu Hassani akutana na rais wa Urusi Vladimir Putin, lakini kujadili biashara, nishati na kilimo. Na serikali yatoa agizo bilioni 51 malimbikizo ya mshahara. Serikali yatoa agizo bilioni 51 malimbikizo ya mshahara. Na wachaguliwa kidato cha tano, hao ni wanafunzi zaidi ya 246,197 wachaguliwa kujiunga kidato cha tano na vyuo vya ufundi. Habari inaendelea ukurasa wa 7. Na ukurasa wa 7 kuna habari inayosema Mwigulu afyatua watumishi wezi wa milioni 500 Manyoni. Mwigulu amfyatua mtumishi mwizi wa milioni 500 Manyoni. Lakini Dr. Gwajima aja kivingine malezi, ataja mikakati 6, mambo manne ya utekelezaji wa dira 2050. Lakini watoto 6,182 waokolewa mitaani, wabunge wataka mmomonyoko wa maadili iwe ajenda. Hiyo ni habari ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini bado kuna habari inayosema aliyetoroka gerezani mbaroni tuhuma za ubakaji na unyang'anyi. Aliyetoroka gerezani mbaroni tuhuma za unyang'anyi na ubakaji. Lakini kuna habari inayosema Makonda aeleza tija kongamano la Kiswahili Ufaransa. Hiyo ni habari kabisa kwenye gazeti lako la Habari Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tuangazie sasa gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza. Asubuhi ya leo linaandika Dr. Gwajima asema malezi ya watoto ni msingi wa Tanzania ya 2050. Lakini msigo wa bwawa la Kidunda ni mradi wa kimkakati kwa maji, kilimo na nishati. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania ni wanafunzi 246,046 kuripoti kidato cha tano. Lakini Profesa Shemdoe asema muhula wa masomo utaanza Julai 6, 2026. Na ukatili wa kijinsia wapungua Tanzania. Na Rais Samia apongezwa kuimarisha agenda ya mazingira. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza. Na tuangazie sasa gazeti lako la Wamachinga Sauti ya Wanyonge linaandika JK awasili Ufaransa kuongoza vikao vya bodi ya GPE. Huyo ni Jakaya Mrisho Kikwete awasili Ufaransa kuongoza vikao vya bodi GPE. Lakini ukurasa 4 kuna habari inayosema serikali, taasisi za dini kushirikiana kuimarisha maadili kwa jamii. Na habari kubwa kwenye gazeti la Machinga ni wanafunzi 246,046 wapangiwa kujiunga kidato cha tano na vyuo. Lakini Profesa Shemdoe asema wanatakiwa kuripoti shuleni Julai 4. Watakiwa kuripoti shuleni Julai 4. Na Dr. Gwajima awasilisha vipaumbele 7 maendeleo ya jamii. Dr. Gwajima awasilisha vipaumbele 7 maendeleo ya jamii. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga Sauti ya Wanyonge kwenye kurasa za mbele. Na gazeti lako la Tanzania Leo asubuhi ya leo linaandika kiongozi CCM inasikiliza na kutatua kero za wananchi. Na wanafunzi zaidi ya 200,000 kujiunga kidato cha tano na ufundi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo. Lakini Dr. Samia kuanza dira 2050 na miradi minne. Kipaumbele mradi wa kuchakata gesi kuwa kimiminika wa shilingi trilioni 100. Pia chuma makaa ya mawe ya Liganga na Mchuchuma kuokoa shilingi trilioni 3.2. Lakini msajili hatuonei Chadema, lazima sheria iheshimiwe. Huyo ni msajili asema hatuionei Chadema, lakini lazima sheria iheshimiwe. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Tanzania Leo ukurasa wa pili. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Mwananchi Huru lenye asubuhi ya leo linaandika Msigwa, mradi wa bwawa la Kidunda hautaharibu mazingira. Lakini mbunge, mke wangu hana taarifa zangu za benki, mwizi kazipata wapi? Na TADB yaibeba sekta ya mifugo kwa bilioni 119. Bilioni 40 zitatekelezwa ufugaji ng'ombe wa maziwa, lakini bilioni 20 zaenda kwenye ng'ombe wa nyama na bilioni 53 zatolewa kwenye ufugaji wa kuku wa nyama na mayai. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru, unasema TADB yaibeba sekta ya mifugo kwa bilioni 119. Lakini Waziri Mkuu Dr. Mwigulu ashiriki mazishi ya diwani wa Shelui Singida. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu ashiriki mazishi ya diwani wa Shelui huyo huko Singida. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele.
Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako Raia Mzalendo asubuhi ya leo linaanza na habari kutokea TAKUKURU, wasema TAKUKURU Mbeya yafanikiwa kurejesha mali za milioni 150. Lakini Wipo yaungana na Brela Kosteki kuchochea kilimo, na serikali TADB imekuwa chachu ya ufugaji wa kibiashara. Katibu mkuu mifugo na uvuvi asifu kasi ya kuwezesha wavuvi na wafugaji. Meneja TADB kanda ya Ziwa anahakikishia kasi zaidi, lakini asema benki imetoa mtaji wa bilioni 119 kwa wafugaji. Lakini Msigwa ahidi bwawa la Kidunda kukamilika Desemba mwaka huu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la Biashara Leo lenye asubuhi ya leo inaandika waziri mkuu Dr. Mwigulu ashiriki mazishi ya diwani wa Shelui Singida. Lakini mbunge ataka hatua kali kwa wezi wa mitandaoni, na TADB yawa mkombozi katika sekta ya mifugo. Msigo asisitiza mradi wa bwawa la Kidunda hautaharibu mazingira. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Biashara Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Mtanzania Leo asubuhi ya leo linaanza na habari inayosema mtoto wa miaka 6 afariki kwenye bwawa la samaki Pasua Moshi. Lakini matukio ukatili wa kingono kwa jinsia zote yamepungua. Matukio ya ukatili wa kingono kwa jinsia zote yapungua. Huyo ni Dr. Gwajima akitoa taarifa bungeni. Lakini TADB yapongezwa kuendelea kutoa suluhisho la mitaji kwa wafugaji, na serikali yaonya watumishi wanaoghushi barua za uhamisho. Serikali yaonya watumishi wanaoghushi barua za uhamisho. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania Leo. Lakini Msigwa asema ujenzi wa bwawa la maji Kidunda umefikia 50%, litakuwa na ujazo wa lita bilioni 190. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania Leo. Lakini habari kubwa ni TADB yapongezwa kuendelea kutoa suluhisho la mitaji kwa wafugaji. Lakini gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, kwenye kurasa za mbele inaandika daraja la Mlowo barabarani mkombozi kwa wananchi wa Chamwino. Daraja la Mlowo barabarani mkombozi kwa wananchi wa Chamwino. Lakini wanafunzi 246,000 waliochaguliwa kujiunga kidato cha 5 wanatakiwa kuripoti shuleni Julai 4, 2026. Lakini habari kubwa ni Rais Samia kufanya ziara ya kihistoria Urusi kwa Vladimir Putin. Hiyo ni ziara ya kihistoria kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassani, ni kuanzia Julai 3 mpaka 5, Julai 3 mpaka 5 kwa mwaliko wa Rais Putin. Itaimarisha uhusiano wa muda mrefu wa kidiplomasia na kisiasa ya uchumi. Lakini akiwa Urusi atashiriki kuhutubia jukwaa la 29 la kimataifa la uchumi la St. Petersburg. Itakuwa ni ziara ya pili kufanywa na rais wa Tanzania nchini humo tangu enzi za baba wa taifa, yani Oktoba 1969. Hii itakuwa ni rais wa pili kufanya ziara hiyo. Lakini Isimani wajitokeza kumchagua mrithi wa Lukuvi. Isimani wajitokeza kumchagua mrithi wa Lukuvi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi la Mwanahabari kwenye kurasa za mbele. Lakini habari kubwa ni Rais Samia kufanya ziara ya kihistoria Urusi. Lakini gazeti lako la Sauti Yetu linaandika Chadema msajili wa kutana kuyajenga. Chadema na msajili wa kutana kuyajenga ni baada ya mvutano wa mwezi mzima. Golugwa ahoji barua ya kuvujishwa, msajili asema hatuwaonei. Lakini Luhanga Mpina aibua hoja tume mbili tukio moja. Na wanafunzi 246,000 wachaguliwa kidato cha 5 na vyuo vya kati. Hii ndio habari kubwa kwenye magazeti yote nchini Tanzania, na iliyogonga vichwa vya habari kwa asubuhi ya leo ni wanafunzi 246,000 wachaguliwa kidato cha 5. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani, na gazeti lako la Mwanahabari linatufungulia ulimwengu wa michezo. Inaanza na habari inayosema Sopu anawindwa na Simba Yanga. Huyo ni Sopu anawindwa na Simba Yanga. Lakini Bakari msimu anukia kutua TP Mazembe, na Dube aing'arisha Zimbabwe. Rais Samia atoa ndege kwa wafata Serengeti Boys. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kuna michezo linaandika Yanga yaingia sokoni mapema. Yanga yaingia sokoni mapema. Simba cha kikosi cha Simba chaingia kambini.
Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Tanzania Leo. Lakini Feitoto aripoti kambini aondolewa. Feitoto aripoti kambini aondolewa. Hilo ni gazeti lako la Tanzania Leo. Lakini kwenye gazeti lako la Wamachinga linaandika Steve Becker awapongeza Simba Queen. Steve Becker awapongeza Simba Queen baada ya kuchukua ubingwa wa ligi ya wanawake Tanzania. Lakini Watanzania macho kwa Serengeti Boys Morocco. Kocha Dodoma awalulu timu ya ligi kuu. Feitoto aachwa Taifa Stars. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge. Lakini Taifa Tanzania gazeti lako kwenye michezo linaandika kifo cha Zeibi cha kumbusha, huku Zeibi kule Sister P acha palikuwa hapa toshi bongo huku Zeibi kule Sister P. Lakini Yanga yaruhusiwa kusajili baada ya kulipa deni. Yanga yaruhusiwa kusajili baada ya kulipa deni. Serengeti Boys wapo uwanjani kuwapa furaha wa Tanzania leo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini kumbe zinaweza kucheza mchana hadi waombe wenyewe. Hilo ni gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Habari Leo linaandika Serengeti Boys kuandika historia AFCON ni Morocco leo. Lakini Mgosi asifu usajili bora Simba Queen. Feitoto aachwa Stars akienda Marrakesh. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini kimataifa, Uruguay yamtosa Suarez. Hii ni habari ya kimataifa, inasema Uruguay wayamtosa Suarez kwenye timu ya taifa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Uhuru linaandika ni fainali ya Watanzania. Hii ni fainali ya Watanzania. Lakini Stars yazifuata Uganda na Rwanda. Stars yazifuata Uganda na Rwanda. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti lenye linaandika mishahara ya Simba usipime. Gazeti lako la Mwanaspoti linaandika mishahara ya Simba usipime. Lakini rekodi heshima. Rekodi heshima leo ni Taifa Stars dhidi ya vijana wa under 17 wa Senegali. Lakini Yanga yafuata striker Mkenya. Yanga yafuata striker Mkenya. Azam FC yafanya vikao na Ibenge. Azam FC yafanya vikao na Ibenge. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo kuna michezo linaandika Italy Zanzibar kufanya tamasha la muziki wa asili. Italia na Zanzibar kufanya tamasha la muziki wa asili. Lakini wizara yafafanua ukarabati wa viwanja vya Amani na Gombani. Serengeti Boys kutoa ubingwa AFCON leo. Hilo ni swali la kila Mtanzania anapaswa kulijibu, kuchukua ubingwa wa Serengeti Boys. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo. Na gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.